Afisa wa polisi kata Mtandi, mkaguzi Rafael Mayala, amezungumza na wanafunzi wa shule ya msingi elimu jumuishi Masasi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, kuwataka kutoa taarifa za ukatili katika jamii kwa wazazi au walezi wao, hata kwenye vyombo vya serikali pindi wanapokumbana na changamoto hizo. Afande Mayala aliandaa mlo maalum kwa ajili ya kula na kunywa pamoja na wanafunzi hao hapo shuleni, ikiwa sehemu ya kuonesha upendo wa jeshi la polisi kwao na kuhakikishia kuwa wao wapo salama na jeshi la polisi linawatazama hasa sasa wanapoelekea likizo. Kwa majina naitwa Inspekta Rafael Mayala, mkaguzi wa polisi na mkaguzi wa kata ya Mtandi la Masasi. Leo ni siku muhimu sana ambayo nimeweza kujumuika na wanafunzi wa shule ya msingi Masasi kufanikiwa kupata chakula cha mchana pamoja, lakini pia kuwahusia, kwa maana likizo ndio linakaribia, wanaelekea kufunga shule. Sasa kuwakumbusha kwamba wanaporudi majumbani kule bado ukatili upo. Kwa hiyo waweze kuripoti matukio ya ukatili ambayo yanatokea kule nyumbani. Uzuri kwamba hapa shuleni, kwa sababu hawa ni watoto wenye mahitaji maalumu, wapo na ulinzi, ila wanapokuwa majumbani sasa ni jukumu la wazazi na walezi kuwasimamia kwa ukaribu. Lakini pia kwa pale ambapo inatokea changamoto, kwa maana ya mtoto amefanyiwa ukatili na kuna watu wanaweza wakawafanyia hawa watoto ukatili kwa sababu wana mahitaji maalumu, wakatake advantage. Sasa endapo itatokea kama hivyo, basi watoto hawa ambao tumekuwa nao kwa miezi yote hapa katikati, kwa tukija shuleni kutoa elimu, sasa waweze na wao kuamka na kuwaambia wazazi, walezi, ama ofisi za kata ambazo zipo kule kwenye maeneo yao, ama polisi kata ambaye yupo kule kwenye maeneo yao wanayoishi. Kwa hapa mimi nimekuwa mlezi wao, nimekuwa mkuu wao wa usalama kwa kipindi chote, na hata watakaporudi kutoka likizo tutaendelea kuwa nao pia. Ila kwa sasa, kwa sababu tunawakabidhi kwa wazazi, nikaona ni vyema tuje tuwakumbushe ili tuweze kupinga ukatili kwa pamoja. Pia alitumia fursa hiyo kuwaomba wazazi au walezi wa watoto hao wenye mahitaji kutowafungia watoto hao ndani na kuwatoa nje, kwani hao ni sehemu ya jamii kama watu wengine. Kwanza kwa wazazi ambao wana watoto hawa wenye mahitaji maalum, mimi niwaombe wazazi kwamba hawa watoto ni sehemu ya jamii yetu. Kwa hiyo wasiwafiche ndani wala wasiwanyanyase, wawatoe watoto hawa waje kupata elimu. Tusiwanyime haki yao, kwa sababu mtoto yoyote awe ana mahitaji maalum au hana mahitaji maalum, lakini bado ana haki yake ya msingi. Kwa hiyo watoke, wawalete mashuleni, kwa sababu ni haki ya mtoto kupata elimu, na hapa ndipo atajifunza mambo mengi. Kwa hiyo ukimficha ndani mtoto kama huyu, utajikuta kwamba kuna baadhi ya vitu anashindwa kuvielewa, ila akiwa hapa atakutana na wenzake, atajifunza, na hata hawa wengine ambao hawana mahitaji watawaona wenzao ni wamoja, na ni kitu ambacho sisi kama jamii tunapaswa kuwa pamoja kwenye hili, kuhakikisha kwamba sisi kama jamii ni wamoja, na kwa hiyo hata wenzetu wenye mahitaji maalum nao ni kama sisi, lazima tushirikiane nao ili tuweze kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na jeshi la polisi kwa ujumla, kwa sababu sisi tupo kwenye kamisheni ya ushirikishwaji wa jamii. Tunajitahidi kupinga ukatili wa kijinsia, lakini pia kuleta jamii kwa pamoja ili waweze kujilinda. Sasa tunapounganisha nguvu zetu sisi na jamii kwa pamoja, basi tunaondokana na hivi vitendo vya ukatili na unyanyasaji kwa watoto hao wenye mahitaji maalum. Mwalimu Kayunga ameungana na wanafunzi wake katika hafla hiyo, naye ameitaka jamii kuunga mkono jitihada za serikali katika kuwafikia watoto wenye mahitaji maalum kwa kutatua kero za watoto hao wenye mahitaji. Naitwa Mwalimu Kayunga, ninamsaidia mwalimu mkuu kuratibu watoto wenye mahitaji maalum. Shule yetu ina watoto wenye mahitaji maalum 45 wenye changamoto 3 tofauti. Kuna wasioona, walemavu wa ngozi na walemavu wa viungo. Leo tulibahatika kutembelewa na mgeni ambaye ni polisi kata Mr. Mayala. Amekuja hapa kutufanyia function maalum, kufanya sherehe leo.
Ilikuwa bahati nzuri, ni wiki ya kufungia shule, tunafunga shule, wanafunzi wanaelekea likizo kuungana na wazazi wao. Labda wito wangu kwa jamii kwamba jamii itambue kwamba hao watoto wana mahitaji maalum. Serikali peke yake haiwezi kukamilisha kila kitu. Kuna vitu lazima jamii ijitoe katika kuwasaidia kupunguza aina za changamoto zilizopo. Msamaha amewashauri wanafunzi wakienda kwa majumbani wasiende kuficha ukatili wapo watakumbana nao huko wanakoenda kuishi. Kwa hapa, kwa kuwa tuko ndani ya ulinzi, kidogo changamoto zinakuwa chache. Sasa huko wanakoenda, kwa sababu ndio kuchanganyika na jamii, amewashauri kuwa wakiona kitu ambacho kinaenda tofauti na walivyozoea kuishi, wakitolee taarifa kwa wazazi au kwa mlezi, kutegemea na mtu anayeishi naye katika imani kwake hapo. Sonia Hussein ni miongoni mwa wanafunzi shuleni hapo ambaye amemshukuru polisi kata wao kwa kuandalia chakula. Pia yeye binafsi alitoa shukrani za kipekee kwa kuandalia keki ya siku yake kuzaliwa aliyokata pamoja na wanafunzi wenzake. Kwa majina anaitwa Sonia Hussein Karimu, nasoma darasa la 6. Napenda kutoa neno la shukrani kwa niaba ya wanafunzi wenzangu. Nasema asanteni. Mgeni leo ametuletea keki ambayo ni ya birthday yangu. Napenda kumshukuru, nasema asante.